kwa nini kipimo cha MRI Moi Muhimbili, mgonjwa akienda kupimwa kipimo hicho akiingizwa kwenye ule mtambo mpaka avalishwe headphone kama DJ, kama mtangazaji, kama msanii? Niliuliza, mashine yenyewe kama yenyewe ilivyotengenezwa, imetengenezwa kwa mfumo wa duara, na ili duara mtu anaingia kwa urefu, amelala kitandani. Na kwa tafiti nyingi zinaonyesha, sio Afrika tu wala Tanzania, ni duniani, kwamba wagonjwa walio wengi wanaogopa wakiingia kwenye mashine. Sasa ule uoga wao unawasababisha wajitingishe, na kujitingisha au kuongea inasababisha tusipate picha nzuri kwa ajili ya kuona ugonjwa wake. Kwa hiyo hizi headphones zinakuwa na mziki laini kwa ajili ya kumtuliza asiogope. Alafu na muda wa kutoka kwenye mashine ni dakika 45 na kwenda risali zima. Ndio hiyo MRI tulionayo Moi Muhimbili. Ya huku ni dakika 15. Nikauliza kwa nini ya kwetu ni dakika 45 mpaka risali? Wakasema nyinyi mnatumia used. Sisi ambazo tunazo ni mashine za kisasa ambazo ni 1.5 Tesla, ni kama mahali pengine pote duniani. Mashine hizi zimetengenezwa, inaweza ikafanya mgonjwa kwa fast sequence, lakini inaweza ikafanya mgonjwa kwa sequence za kawaida. Na katika eneo la hili la fast sequence, unaweza ukafanya mgonjwa kwa muda mfupi kidogo, lakini gharama yake ni kwamba picha zake hazitakuwa nzuri sana kuliko ukichukua muda mrefu. Kwa hiyo sisi wataalamu tunapendelea za muda mrefu kidogo, kwa sababu picha zake zinakuwa nzuri sana na tunaweza kugundua magonjwa kwa urahisi. Unaenda kupima, una tatizo la miguu, majibu yanatoka, una tatizo la kichwa. Unaenda unapima, una tatizo la kifua, majibu yanatoka, una matatizo ya tumbo. Na operation ndio itakapofanyika kwa majibu hayo. Kwa kawaida mgonjwa akiwa na matatizo ya maumivu kwenye shingo na maumivu ya kwenye mgongo, kama daktari ni lazima uulize associated complaint, yani vitu ambavyo vinaambatana na ugonjwa huu. Sasa kwa nini tunafanyana vitu? Tuulizane. Waziri wa Afya, naibu waziri wa Afya, nenda Moi Muhimbili kapimwe na wewe. Tunaomba jamii na Watanzania kwa ujumla waweze kupuuza upotoshaji wote unaoendelea katika mitandao ya kijamii